Ukitaka kujua ni lini utapata mwenza ama utaingia kwenye mahusiano ama mahusiano yako yatakaa vizuri, jaribu kuangalia mahali Venus ipo katika birth chart yako. Venus ama Zuhura ni sayari ya mapenzi na pia sayari ya fedha. Inaleta fedha kulingana na nyumba ambayo ipo ndani. So sayari hii ya Venus ikirudi kwa nyumba ambayo ilikuwepo ndani, tuseme kama wewe ulikuwa huna mpenzi, hapo ndio wakati unapata love life, unapata kuna mtu anakutongoza, vitu kama hivyo. Yaani huwa ni sayari ya mvuto. Wewe kama unataka kuvutia, angalia mahali Venus iko, utajua ni kitu gani ama ni nini ukifanya inavuta watu. Angalia mahali sayari hii ya Venus ipo katika birth chart yako. So ikiwa inarudi kama tuseme uko kwenye mahusiano na katika mahusiano hiyo mapenzi yani yako 50-50, hapa ikiregea, when you having your Venus return, unapata sasa mpenzi wako mnaanza kuongea mambo, mnaanza kuweka mambo vizuri. Kama sasa tunaenda kuwa na Venus in Aries, nadhani nilipost hiyo video ukifuatilizia na nikaelezea vitu ambavyo vinaenda kufanyika. So kama wewe uko na Venus in Aries, hata kama ni kwa nyumba ya 3 ya 4, jaribu kuangalia vile mambo yatakuwa msimu huu. So hii msimu chunguza sana mahusiano. Kingine, hii msimu utaanza kujitekea, kujipenda, kujiangalia ni vipi, ni wapi nafaa kubadilisha. Hapa ndio unapata mtu anaanza kujijali sasa, self routine, hizo maroutine mnafanya, unapata mtu anaanza kujichunguza. Hapa ndio mtu anaanza kujithamini, kujijali, kujua value yake ni gani wakati hiyo Venus return inaregea. Hapa ndio wakati mtu anaanza kujua, mmekuwa mnanibeba hivi, kwa hivyo I need to put my value at this ninio. So hapa ndio wakati unaanza kuvutia, mvuto. Hii ndio sayari ya mvuto. Hii ndio msimu unaanza kusocialize na watu. Hii ndio msimu unapata marafiki. Hii ndio msimu unapata watu wanakujua, wanakutambua. Ndio msimu furaha inakuja katika maisha yako. Kwa mfano, Venus ikiwa katika nyumba ya pili, ikirudi huwa inaleta utajiri, inaleta talanta mbalimbali, inaleta urembo wa kupitiliza, inaleta vitu vizuri vizuri katika maisha yako. Venus ikiwa kwa nyumba ya 11, tuseme iko in Aquarius, ama tuseme uko na Venus in Capricorn lakini in the 11th house, utapata fedha zako zinaingia kupitia nini? Kazi. Hapo ndio unajulikana. Hapo ndio unakuwa famous, kwa sababu Capricorn inasimamia nini? Fame. Capricorn inasimamia nini? Recognition. Capricorn inasimamia nini? Public life. Hapo ndio unapata unajulikana, unaeleweka. Nakumbuka iko kwa nyumba ya 11, nyumba ya 11 hizi ina Aquarius. So Aquarius inasimamia nini? Social life. Inasimamia IT, vitu kama hivyo. So kujulikana kwako kazini itajulikana kupitia marafiki, utajulikana kupitia mambo na media, vitu kama hivyo. So ikiwa kuseme uko na Venus in Aquarius, utapata profit msimu huo. Utapata financial gains, fedha itakuja vizuri. Ikiwa kwa nyumba ya kwanza yani in Aries, utakuwa na mvuto wa kupitiliza, utaanza kujijali, utaanza kuangalia nafaa kuweka nywele yangu hivi, nafaa kufanya ABCD, vitu kama hivyo. Opportunities zitakuwa nyingi sana, utajulikana msimu huu, pesa itaingia sana. Ikiwa kwa nyumba ya 5 yani in Leo, hapa sasa ndio haushikiki, maana Leo amebeba mvuto mwenyewe naturali. Utapata wewe ni mtu ambaye una furaha msimu huu, utapata wewe ni mtu ambaye sasa romance iko juu, mpenzi unapata kwa urahisi sana, utapata financial gains zako kupitia creativity yako, ubunifu wako na vitu kama hivyo. So Venus return huwa inaleta mapenzi tena katika maisha yako. Either kama uko kwenye mapenzi utaanza kujipenda, kujithamini, kujijali, ama utaanza kutongozwa. Ama mapenzi ambayo ulikuwepo ndani utapata sasa ndio unaanza kujaliwa, unaanza kuwekwa sawa, vitu kama hivyo. Na pia huwa inaleta abundance. Inaleta fedha, inaleta wewe unaanza kujichunguza vile umekuwa una spend pesa zako. Je, umekuwa una vispend vizuri ama umekuwa unajitambariza tu huku na kule? Hapo ndio wakati unaanza kujua ni kitu gani unaweza kuventure into na ukapata kupokea baraka zako kupitia nini? Hicho kitu ambacho unafanya. So Venus ama Zuhura ni sayari ya mvuto. Zuhura ni sayari ya abundance, yani fedha, breakthrough. Ikiwa na Jupiter, ikiwa imeongozana na Jupiter, unapata ni sayari ambazo huwa zinaleta nini? Fedha, zinaleta riziki, talanta, vitu kama hivyo. So jaribu kuangalia mahali Venus iko katika chati yako. Venus huwa inazungukia katika sayari. Venus huwa inakaa katika nyumba kwa mwezi moja, yani wiki 4 hivi inakaa kwenye nyumba yako. So chunguza sana wakati Venus inarudi, ujue wewe ni nini kitakuja kwako. Alafu jaribu kuangalia pia degree ambayo iko ndani. Wakiwa in the lower degree unapata mambo hayaji sana, lakini ikiwa in the higher degree unapata mambo yanakuwa sana. So in the lower degree huwa inamaanisha you need to rekebisha mambo, ndio ikija unapata kupokea abundance yako. Na ikiwa pia unahitaji kusomewa chart yako, kumbuka kuna generational chart na kuna astrological chart. Ikiwa unataka kusomewa chart yako, karibu sana. Huduma zangu na malipo, bonyeza link ipo kwenye profile, itakupeleka kwa huduma na malipo. Nambari yangu ni ya WhatsApp. Na ikiwa tu maybe unataka kuangaliliwa, je, return yangu kuhusu mapenzi, vitu kama hivyo, mapenzi yangu utapata lini, mambo yangu yatakaa vipi,
Ukiwa unataka consult, lipia consultation, kuja ni kuangalilie tu mambo na mahusiano, mambo na fedha, degrees ziko ndani ni ngapi, italeta changamoto gani, je, mambo yatakuwa vizuri vipi, ili upate kufahamu na kuelewa mwaka gani, lini, vitu kama hivyo.